Si hapa Tanzania tu, ulimwenguni kote, tatizo la matumizi ya dawa za kulevya limeendelea kuwa changamoto kubwa ulimwenguni na bado linajadiliwa hata na mataifa makubwa, si Tanzania pekee, kuhusiana na namna gani siku moja kutokomeza au kupunguza matumizi au uuzaji wa dawa za kulevya, zikiwa ni dawa tofauti tofauti. Tumeshuhudia mara kadhaa mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Tanzania ikitoa taarifa ya nusu mwaka ya mwaka kuhusiana na namna ambavyo mambo yanakwenda, lakini pia hata ukamataji ambao wamekuwa wakiufanya mara kwa mara. Karibu sana tuyazungumza haya. Tunayo mahojiano maalum hapa na kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Tanzania, si mwingine ni Aretas James Limo ambaye tumeungana naye hivi leo. Lakini kumbuka kwamba ni siku ya kupambana na dawa za kulevya ulimwenguni, tukimulika hayo kwa kina na kuangalia tathmini ya hapa nyumbani nchini Tanzania, mapambano yanayoendelea yamekuwa namna gani. Mimi ni Kelvin Overt, niko naye Victoria Mwakisimba. Naam, lakini sana tutamulika vijana wakiwa ndio waathirika wakubwa wa matumizi wa dawa hizi haramu. Tutawasikia wale ambao ni waraibu wanaopata nafuu, lakini pia tutapata maelekezo kutoka kwa mwanasaikolojia, lakini na taarifa za kutosha kutoka kwa kamishna mwenyewe. Kamishna, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana, lakini pia niwapongeze Azam TV kwa kuwa sehemu ya uelimishaji, lakini pia ya mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Sawa, tunakukaribisha hii leo tukiwa tunazungumza masuala na hasa tukiwa tumejikita kwenye eneo la vijana, na mimi utakuwa na mengi ya kutuambia hapo, tukifahamu kwamba kuna sober house nyingi na vituo vingi vikiwemo vya serikali, vya watu binafsi na hata vya kwenu nyie ambavyo mnawasaidia vijana ambao wamekuwa waraibu. Ni kwa sababu tu ya tatizo hili la matumizi ya dawa za kulevya, lakini yanaanza na biashara ya dawa za kulevya. Hali ikoje? Hali kwa nchini Tanzania iko vizuri, na leo tarehe 26 ndio kilele cha siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani, na maadhimisho haya yanaadhimishwa dunia nzima ili kuionyesha jamii juhudi gani zinazofanywa na serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Na kwa mujibu wa maelekezo ya shirika la kudhibiti uhalifu na dawa za kulevya duniani UNODC, nchi zote duniani zimeelekezwa zifanye haya maadhimisho ili wananchi waweze kupata ujumbe kuhusiana na dawa za kulevya, lakini pia kuelewa madhara ya kulevya, madhara ya dawa za kulevya na juhudi pia zinazofanywa na serikali zao katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Na sisi Tanzania tupo kwenye UNODC, kwa hiyo na kwa mwaka huu 2026 tumeandaa maadhimisho hayo katika muktadha tofauti, ambapo tumeyapeleka kwenye ngazi ya kanda. Baada ya kuanzisha kanda zetu 7, tumeona sasa maadhimisho katika miaka mingine tulikuwa tunafanya kwenye ngazi ya kitaifa, ambapo tulikuwa tunaalika viongozi wa kitaifa akiwemo Mheshimiwa Rais ili aweze kutoa hiyo taarifa ya dawa za kulevya, na hotuba mbalimbali zilikuwa zinafanywa. Lakini kwa mwaka huu tumefanya kitofauti ili kushuka chini zaidi kwa wananchi, ili kuwapa uelewa wa wananchi na wenyewe wawe sehemu ya mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Lakini pia hali ya dawa za kulevya nchini Tanzania kwa sasa inaendelea kuwa vizuri baada ya operation nyingi tulizozifanya na kuweza kumaliza kwa kiasi kikubwa tatizo la dawa za kulevya za viwandani, hususan heroin, methamphetamine, kokeni, mandrax na nyinginezo ambazo zilikuwa zinasumbua na kuathiri zaidi vijana wengi. Na ukiangalia vijana wengi walioathiriwa dunia nzima, si Tanzania tu, wameathiriwa zaidi na heroin ambayo imewafanya wakawa mazezeta, imewafanya wakawa mazombi, na ile inafanya wanapumbazwa akili zao na wanashindwa kufanya shughuli zozote za kijamii. Kwa hiyo kwa nchini Tanzania hali ni shwari, na hata wewe mtangazaji ukiingia mtaani huko utaona huo tofauti na zamani. Zamani ulikuwa ukiingia tu mtaa wote ule Uswahilini huko unakuta mtu anauza dawa za kulevya, lakini sasa hivi huwezi tena kuzipata kirahisi. Nikikwambia katafute heroin sasa hivi utaipata, huwezi kuipata kirahisi sana kama ilivyokuwa zamani. Hata wale waraibu wa dawa za kulevya ambao walikuwa wamejaa maeneo mbalimbali, vituoni, kwenye stendi, barabarani, mitaani, kwenye vijiwe, walikuwa wanakaba watu kila mahali. Sasa hivi huwezi kuwapata tena kirahisi, ni kutokana na hiyo dawa kuisha kwa asilimia kubwa nchini Tanzania. Na wewe kamishna, tutakayemtuma akizipata hizo dawa atatusaidia katika uchunguzi amezipata. Yes, atatuambia amezipata. Tunaanzia hapo hapo. Lakini kuna wakati ukizungumza na vyombo vya habari ulieleza kwa namna ambavyo vijana wa kike wamekuwa watumiaji wakubwa wa skanka. Nini kimefanya? Ilitishia kiasi kuona kama jinsia hii ambayo awali katika miaka iliyopita haikuonekana kama ni sehemu ya watumiaji wa dawa hizi za kulevya.
hadi sasa mpaka sasa hivi bado wadada au vijana wa kike bado ndio wanatumia skanka kwa wingi zaidi. Na ufuatiliaji tulioufanya maeneo mbalimbali, wale tuliowakamata na kuwahoji kuhusiana na kwa nini wanajiingiza sana kwenye matumizi ya dawa za kulevya, unajikuta kwamba wadada wale wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya skanka kwa sababu wengi wanaingizwa pia na wapenzi wao kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini sasa unakuta katika mtindo wa maisha unakuta kwamba mvulana mmoja ana wapenzi labda 3, 4. Sasa yule mmoja ambaye ndio mvulana anatumia ile skanka, lakini sasa wale wengine nao wanawafanya watumie. Kwa hiyo unakuta kundi kubwa la vijana hasa wa kike wanaingia kwenye matumizi ya skanka, lakini pia wengine wanaingia kwenye skanka ili kutokana pia na makundirika ambayo wanakuwa nayo. Lakini pia ukiangalia population pia wadada ndio wengi kuliko vijana. Kwa hiyo unajikuta wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini ukienda kwenye zile saluni za kike, ukienda kwenye zile sehemu za masaji, ukienda kwenye sehemu mbalimbali zile ukienda labda kwenye zile house party na maeneo mbalimbali, unakuta walio wengi kule ni wadada kuliko wavulana. Kwa hiyo unajikuta wengi wanajikuta wanaingia kwenye huu mkumbo wa kutumia dawa za kulevya kuliko hata vijana wa kiume. Lakini wengine pia wanadai kwamba wanatumia ili kuondoa aibu. Kutokana na wengine hapa hasa wale ambao ukikuta wale wanaojiuza, wale wadada wanaojiuza kule, wengi wao wanatumia skanka kutokana na kwamba wanasema wanataka kuondoa aibu, kufanya vile vitendo ambavyo wanavifanya ambavyo ni vya aibu ili wasione aibu, kwa sababu kinapotumia dawa za kulevya zinaondoa ufahamu wa kawaida wa mwanadamu, zinaondoa ule utu wako, ufikiri wako wa kawaida kama mwanadamu. Kwa hiyo mwisho wa siku unafanya matendo ambayo sio ya kawaida, sio ya kibinadamu, ni kama mnyama yani. Kwa hiyo ndio athari mojawapo ya dawa za kulevya. Kwa hiyo wengi unajikuta wadada wengi wanaingia kwenye hayo matumizi ya dawa za kulevya hususan skanka. Sawa, ripoti za kimataifa na hata ambazo umekuwa ukizitoa wewe kuhusiana na hata hapo umetuambia sasa hivi kwamba baadhi ya dawa za kulevya ambazo zilizoeleka huko mtaani hazipatikani. Lakini umekuwa ukitaja na ripoti za kimataifa zinasema kuhusiana na kemikali bashirifu. Ndio. Udhibiti wake sasa kwamba ndo ni jambo jipya ambalo ripoti za kimataifa zinatoa, lakini pia umekuwa ukitoa taarifa kwamba kumekuwa na hayo matumizi sasa yanayohamia huko kutoka huko ambako pamezoeleka. Kwenye taarifa ya hali ya dawa ya kulevya duniani iliyotolewa mwaka jana na shirika la kimataifa la UNODC inaonyesha kwamba kuna ongezeko lisilo la kawaida la matumizi ya dawa za kulevya duniani na hususani bangi. Na ukiangalia dunia nzima kwa makadirio imeonyeshwa kwamba watu zaidi ya milioni 316 wanatumia dawa za kulevya. Lakini kati ya hao 316 watu milioni 244 wanatumia bangi. Zaidi ya 80%. Zaidi ya 80%. Kwa hiyo na wanadai kwamba na taarifa ya utafiti, kwa sababu ile taarifa ya dunia inafanya, ni utafiti unafanywa kwenye nchi zote duniani, inaonyesha kwamba bangi ndio inatumika kwa wingi zaidi haswa na vijana kuliko dawa nyingine za kulevya. Na kutokana sasa na huo na kuongeza juhudi za ukamataji katika nchi mbalimbali hususan Tanzania, wameona sasa usafirishaji wa zile dawa za kulevya kwenye kufika eneo moja kwenda eneo lingine, ukamataji umekuwa mkubwa na imekuwa ni ngumu sana kuweza kuzifikisha kwa usalama, na wanaofia zaidi wengi wanakamatwa na vifungo ni vikubwa. Sasa kinachofanyika kutokana na kukua kwa teknolojia, wakaingia sasa kwenye kemikali bashirifu, kwamba kwenye kemikali bashirifu wakabaini sasa, wakemia wakakaa wakachakata kwamba una uwezo wa kutengeneza bangi kwa kutumia kemikali bashirifu na sio mmea tena. Una uwezo wa kutengeneza heroin kwa kutumia kemikali bashirifu na sio mmea tena, ambazo ni halali. Hizi kemikali bashirifu ni kemikali ambazo ni halali, zinazotumika kwenye viwanda, zinazotumika kwenye maabara ya shule za sekondari wale wanafunzi wa kemia, zinazotumika hospitalini, zinazotumika kwenye viwanda vya kutengeneza pombe kali, lakini zinazotumika kwenye viwanda vya kutengeneza hizi dawa hususan dawa za vikohozi. Kwa mfano kuna dawa kemikali aina ya pseudoephedrine, kuna ephedrine yenyewe na nyinginezo ambazo zenyewe zinatumika kihalali viwandani. Lakini sasa unaweza kuchukua zile kemikali ukazichanganya, kemikali A, B na C, ukapata bangi. Kwa hiyo wamehamia huko. Unaweza ukaona kama baraka kwa nyumbani unatengeneza bangi kwa kutumia kemikali bashirifu bila tena kutumia ule mmea. Lakini pia utafiti uliofanyika umethibitisha kwamba
dawa zinazotengenezwa kwa kutumia kemikali bashirifu, athari yake ni kubwa mara 2 mara 4 zaidi ya dawa za kulevya zile zinazotengenezwa kwa mimea. Lakini mpaka sasa hivi utafiti uliofanyika, hakuna uponyaji sahihi wa mtu anayeathiriwa na hizi dawa zinazotengenezwa na kemikali bashirifu, kwa sababu athari yake kwenye mfumo wa fahamu, athari yake kwenye ubongo, kwenye mwili inakuwa ni kubwa zaidi, ambapo hata uponyaji wake unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo ni janga ambapo ni hatari kubwa sana kwa vijana sasa hivi ambao wanatumia hizi dawa za kulevya bila kujua madhara yake, na athari zake zinakuwa ni kubwa sana, lakini pia zinasababisha vifo kwa haraka zaidi, hususan dawa ya kulevya, dawa aina ya fentanyl. Fentanyl ni dawa inayotumika hospitali kwa ajili ya kutuliza maumivu makali, lakini pia inatengenezwa na kemikali bashirifu, lakini pia inaweza ikatumika kama dawa za kulevya kutokana na ukali wake, na imesababisha vifo vingi sana dunia nzima. Imesababisha vifo vingi sana. Ukienda Marekani kule, vifo vingi vimesababishwa na fentanyl, na ndio maana umeona pia serikali ya Marekani imechukua hatua ya kutumia mpaka jeshi kutumia vifaa vya kisasa, mahelikopta, kupambana na wale ambao wanasafirisha dawa za kulevya. Naam. Sasa Kamishna, na sasa tuangazie taarifa kutoka huko jijini Arusha, ambapo tunaarifiwa kuwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini imesema kuwa kwa kipindi cha Julai 2025 hadi Juni 2026 imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 550 wanaohusishwa na biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Mwenzetu Ramadhani Mvungi anatuarifu zaidi. Takwimu hizo zimetolewa na afisa ustawi wa jamii wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika kanda ya kaskazini, Blenda Mbati, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya biashara haramu ya dawa za kulevya ambayo yamefanyika kikanda mkoani Arusha. Mbati anasema mafanikio hayo yametokana na kuimarishwa kwa operesheni za ukamataji pamoja na ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi ambao umewezesha kubaini wahusika wa biashara pamoja na watumiaji wa dawa hizo. Kwa ujumla, kanda ya kaskazini ilifanya operation 227 na kukamata jumla ya watuhumiwa 550, ikiwa wanaume ni 442 na wanawake 108. Dawa zilizokamatwa katika mikoa yote minne ni pamoja na mirungi kilo 5417.26, bangi kilo 3010.30 na heroin gramu 14. Hii ni ushuhuda wa bidii, ujasiri na ushirikiano wa maafisa na wadau wetu wote katika mapambano ya dawa za kulevya. Akitoa taarifa ya maendeleo ya huduma kwa waraibu wa dawa za kulevya, muuguzi tabibu wa afya ya akili katika hospitali ya Mount Meru, Margaret Elias, anasema kuwa hadi sasa watu 35 waliokuwa wakipatiwa huduma za matibabu ya uraibu wamepoteza maisha. Zetu Mati Kliniki Arusha imefanikiwa kusajili jumla ya wateja 907 waliowahi kupata huduma za mati. Kati ya hao zaidi ya wateja 130 wamefanikiwa kuhitimu, yani kugraduate, na kuendelea na maisha yenye tija baada ya kukamilisha hatua mbalimbali za matibabu na ufuatiliaji. Kwa sasa takriban wateja 250 wanaendelea kupata huduma chini ya mpango wa mati. Wateja wengine wamehamishiwa katika vituo vingine vya huduma, transfer out, ili kuendelea na matibabu kulingana na mahitaji yao. Baadhi wameacha kwa sababu mbalimbali, na kwa masikitiko mpaka sasa waraibu 33 wamepoteza maisha. Vita bado inaendelea. Arusha ni mji unaokua kwa kasi. Ni mji wa kibiashara, watalii, mikutano mingi ya kimataifa. Pamoja na fursa hizo, milango ya dawa za kulevya inabaki wazi. Kwa hiyo hatuwezi kupumzika. Ndio maana jukumu sio la DCEA peke yake, bali ni jukumu letu sote. Mmoja wa waathirika waliopona uraibu wa dawa za kulevya, Hassan Ali, ametoa ujumbe kwa wale wanaojihusisha na dawa za kulevya,
akiwasihi kuacha mara moja. Hili janga ni la kwetu sote kwa njia moja au nyingine, kuanzia kwenye ngazi ya familia mpaka jamii. Kila mtu ni jukumu lake kuweza kupambana na hili tatizo, kwa sababu tatizo hili limekuwa ni changamoto kubwa, la madhara makubwa, laleta matatizo afya ya akili, afya ya mwili, afya ya roho, lakini laleta uhalifu. Mtu kama sio hivi vitu, mtu hajalelewa kuja kuwa mhalifu, sio? Kauli mbiu ya mwaka huu katika maadhimisho ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya inasema ubunifu wa kimkakati ni suluhisho la changamoto za dawa za kulevya. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha. Ubunifu wa kimkakati ni suluhisho la dawa za kulevya, ni taarifa ya mwenzetu Ramadhani Mvungi kutoka Arusha. Na tukirejea hapa studio kwa Kamishna, mfano jiji la Arusha linapakana na baadhi ya nchi kwa hapa Afrika Mashariki. Wakati mamlaka inapambana sana katika kudhibiti biashara hii haramu ya dawa za kulevya, nchi jirani kuruhusu baadhi ya dawa ambazo ni za kulevya, maana huku kwetu haziruhusiwi. Hili haliwapi changamoto? Maana kila ambacho unapambana nacho yeye jirani yako kuna vitu anaviruhusu. Hili linawapa changamoto ama la? Ni changamoto kubwa sana kwa sababu wewe hapa unadhibiti na unapakana na huyo mtu ikiwemo nchi ya Kenya. Wao kule wanaruhusu matumizi ya mirungi. Ni changamoto kubwa sana kwenye operation zetu, na hizi ndio changamoto ambazo mojawapo za kimataifa ambazo zinakabili nchi ambazo wakati wewe unadhibiti huku mwenzako kule anaruhusu. Na ndio maana sisi Tanzania tumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba hakuna dawa ya kulevya yoyote nchini Tanzania itakayoruhusiwa, hususan hata bangi ambapo kulikuwa na chapuo kubwa sana ilikuwa inapigwa na mataifa mbalimbali ya nje kwamba nchi za Afrika ziruhusu kilimo cha bangi, kwamba kinatija, kinaweza kikawaondolea umaskini, lakini ni jambo ambalo haliwezekani. Faida yake ya kuruhusu hizo dawa za kulevya ni ndogo kuliko hasara ambayo unakuwa unaipata. Na ndio maana unaona kwamba lazima sisi kama Tanzania tunahakikisha kwamba kutokana na tunaishukuru kwanza serikali kutokana na utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba yeye anakuwa ndio mpambanaji wa kwanza kudhibiti dawa za kulevya nchini. Na umeona katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 mapambano ndio yamepamba moto na mafanikio ndio yamekuwa makubwa kuliko kipindi chochote kile ambapo Tanzania imewahi kupata mafanikio kwenye mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ni kutokana na utashi wa kisiasa, lakini pia na serikali kuisapoti mamlaka kivifaa, kifedha, lakini pia kimasomo ili kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na uelewa wa kutosha, watu wanakuwa na utaalamu wa kutosha kupambana na hizi dawa za kulevya. Na hii ya utashi wa kisiasa tunaisema kwa sababu kwamba kwenye nchi yoyote ukijikuta kwamba utashi wa kisiasa haupo, ndio unajikuta kwamba kuna influence ya wale wafanyabiashara wa dawa za kulevya, wanaweza wakaikamata serikali na wakaishinikiza, ukajikuta kwamba inaruhusu dawa za kulevya zitumike. Kwa mfano wafanyabiashara wa bangi hapa wangekuwa na nguvu, wangeshinikiza serikali bungeni huko, sheria ingepitishwa kwamba tulime bangi. Wanaweza wakashinikiza, sheria ingepitishwa kwamba turuhusu mirungi. Umeona pia kuna mashinikizo yanatokea mpaka kwa baadhi ya viongozi kwamba turuhusu mirungi, turuhusu bangi. Lakini sasa kutokana na utashi wa kiserikali na kuona kwamba hizi zina madhara yake, hawawezi kuruhusu. Lakini kwenye hizo nchi nyingine ndi hivyo mashinikizo yalitokea wakaruhusu, lakini madhara yake ni makubwa mno. Wewe fanya utafiti, nchi yoyote ile ambayo imeruhusu kilimo cha bangi, imeruhusu kilimo cha mirungi au matumizi yoyote ya dawa za kulevya, hata taarifa ya dunia iliyotolewa na UNODC imethibitisha na kusema kwamba nchi hizo zimeripoti uhalifu kuongezeka, zimeripoti magonjwa ya akili kuongezeka, lakini zimeripoti kwamba watu wengi kutaka kujiua ni kutokana na yale madhara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo utakaporuhusu, mwisho wa siku ukifanya kosa kidogo tu, una uwezo wa kupoteza nchi, una uwezo wa kupoteza amani ya nchi, lakini pia usalama wa nchi unapotea. Hata kama uchumi ulikuwa unakuwa kwa kasi, lazima uporomoke kwa sababu uhalifu utaongezeka, magonjwa yataongezeka, watu wanaotaka kujinyonga wataongezeka, lakini kikubwa zaidi ni magonjwa ya akili yanaongezeka. Unakuwa una vijana wenye akili timamu, lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba taifa la kesho haliwezi kufikiwa. Na sisi tuna dira yetu ya 2050. Hii 2050 tutaifikia
kwa kuhakikisha kikwazo kimojawapo ambacho kinaweza kikatukwamisha ni endapo kutakuwa na matumizi makubwa ya dawa za kulevya. Na ndio maana serikali inakazana ili kuondoa hayo matumizi ya dawa za kulevya ili tuweze kufika 2050 na tuweze kutimiza malengo yetu yote, kwa sababu vijana ndio ambao wanatakiwa wafikishe hiyo 2050 na nguvu kazi ndio inahitajika. Hiyo ripoti iliyotoka hapo ya Ramadhan Mvungi imetokea Arusha na ametaja jiji ni utaji mkoa wa Arusha ambao kuna kona zake nyingi, na ripoti zenu zimekuwa zikionyesha maeneo kama Kisimiri miongoni mwa maeneo ambayo yaliwasumbua sana, na naamini pia mmejaribu na mmedhibiti kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pengine Ngaramtoni na maeneo mengine kama hayo. Mkoa wa Arusha ni mkoa ambao kama alivyosema una mpaka ule wa Namanga, lakini pia ukiwa hata ukitokea Kilimanjaro kuna mpaka pia unaingia Arusha pale. Ni mikoa gani ama maeneo gani ambayo bado yameendelea kuwa njia ya kupitishia, lakini pia hata eneo vitovu bado ambalo halijaisha? Nimeona Same pale imepambana na nilikuwa na pekee yao ukiwa unakata mirungi ile dawa miongoni mwa dawa za kulevya pia. Ni eneo gani bado linaendelea kubaki kitovu hapa nchini Tanzania kwa maana kimkoa? Kuhusiana na dawa za kulevya. Eneo ambalo bado linasumbua bado Dar es Salaam ina matumizi makubwa ya dawa za kulevya. Licha kwamba hawalimu. Licha kwamba hawalimu, kwa sababu nyingi zinaingia kinyemela katika maeneo mbalimbali, na vijana wengi wanajikuta wanajiingiza kwenye hizo starehe za matumizi ya dawa za kulevya bila kujua madhara yake. Lakini pia ukijaribu kuangalia pia tumedhibiti kwa asilimia kubwa sana. Ukienda Same kule tumedhibiti. Ukienda Arusha ndio ilikuwa inaongoza kwa kilimo cha bangi. Kisimiri kule na maeneo mengine. Lakini pia Arusha ndio ilikuwa inaongoza pia kwa kuwa na uhalifu mwingi. Ukienda Arusha yani ulikuwa kwamba jioni ukitembea kule umekabwa, huwezi kwenda mahali popote. Lakini sasa hivi Arusha imekuwa salama sana baada ya kudhibiti kile kilimo cha bangi kule Kisimiri na maeneo mengine. Lakini pia tumedhibiti ule mpaka wa Namanga. Kuna mpaka wa Holili, kuna mpaka wa Tarakea, lakini kuna mpaka wa Horohoro ambao ndio unaingiza sana Tanga huku. Ambao ndio unaingiza sana dawa za kulevya nchini, hususan hiyo mirungi. Lakini pia tumeanza kudhibiti sasa mpaka wa Tunduma, mpaka wa Kisesia kule wapi, mkoa wa Rukwa, lakini na mipaka mingine ambayo ndio inaingiza skanka kwa wingi nchini Tanzania. Na sasa hivi tuna mpango kwa mwaka wa fedha kuanzia mwezi wa 7 tutafungua ofisi katika mkoa wa Rukwa ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti ule mpaka wa Kisesia pale ambapo wengi wanautumia kuingiza dawa za kulevya, wanaenda kule Katavi, wengine wanakuja Mbeya hapa. Lakini pia tutafungua ofisi pale Songwe ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mpaka wa Tunduma pale ambao nao unatumika sana kuingiza dawa za kulevya nchini Tanzania, hususan hizo skanka ambazo zinatoka South Africa, nyingine zinatoka Malawi, lakini mashamba makubwa yako kule Swatini ambapo ndo ambao wameruhusu hiki kilimo cha bangi. Nitarejea hapa kwako, kuna jambo la kukuuliza. Avokata ile miti pengine tuone haja ya kupuliza, nitakuuliza hilo. Lakini sasa tuungane na Jafari Mponda ambaye yuko hospitali ya Mwananyamala Kinondoni, Dar es Salaam, akizungumza na baadhi ya watumiaji wa hizi dawa ambao pengine sasa walikuwa wamefika katika hatua ya kuwa waraibu na sasa wako katika matibabu na kupona, na kuwa watu pengine ambao ni wanatumika kwenye taifa. Lakini pengine anazungumza na mtaalamu kwa maana msosiolojia naye pia kuhusiana na hili na namna gani ya kuzungumza na hawa watu wakati wakiendelea kupata matibabu haya na dawa anazozipata, lakini pia kutibiwa kisaikolojia. Ni katika hospitali ya mkoa Mwananyamala hapa, na kwa muktadha wa siku hii ya leo, siku ya kupinga madawa ya kulevya, nipo hapa tayari kuzungumza na mashujaa waliosema hapana, tunakataa madawa ya kulevya, na moja kati ya wadau hao ni huyo ndugu yetu. Habari yako bwana? Bwana, habari nzuri ndugu yangu. Njema? Njema kabisa. Ndio, jina lako? Naitwa Ramadhani Rajabu Mwalimu. Ndio, Ramadhani, wewe ni shujaa. Ilikuwaje kwanza ukaingia katika matumizi ya madawa ya kulevya? Kweli niliingia katika matumizi ya madawa ya kulevya na ushawishi tu, maskani, makundi yalisababishia hayo, kwa sababu nilivuta bangi na tukaona bangi haipandi, tukaamua kuvuta madawa ya kulevya. Ilikuwaje wewe ushawishi? Ushawishi kama hivyo, unakaa maskani, mwenzio anavuta, unavuta bangi, unaona bora tingo la kumwaga, ukaona ngoja na mimi nijaribu. Sasa mama nyingi sana kwenye madawa, ukijaribu hiyo ndio umeingia, yanakuwa kutoka ngumu kwa sababu yana alosto. Nani alikushika mkono kwamba bwana huku sio na huku ndio kwenyewe na ukakubali? Bahati nzuri sikupata bahati ya kushikwa mkono, ila mwenyewe tu nilijifahamu kuona hii mpaka lini, na tunatakiwa tuwe na familia, tuwe na wake zetu. Kwa hiyo nikachomoka huko, na aswa baada ya kusikia Methadone imekuja hapa, serikali imeleta Methadone, ni dawa mbadala ya matumizi ya madawa ya kulevya, basi na mimi nikajiunga na Methadone, ndio unaniona sasa hivi niko fresh sasa. Ni rahisi kutoka kwenye uraibu wa madawa ya kulevya na kubadilika kabisa? Sio rahisi.
Wewe umemudu vipi? Nimemudu kutokana na kwanza unatakiwa ujitambue na kwamba tayari makosa ushayafanya na usiyarudie. Kwa sababu hata hiyo methadone wako watu ambao wanatumia alafu wanarudi tena uswahilini na bado wanaendelea tena madawa ya kulevya. Kwa hiyo unatakiwa ukishaamua uamue ujikubali. Yaani kwanza unatakiwa ujikubali kwamba kweli nilipotea, sasa nataka nijiokoe kwa sababu dawa ishakuja, tiba serikali imeleta dawa ya bure, tumetumia ndio unatuona kama hivi. Athari gani ambazo zilikuwa zinakutokea ambazo leo ukizikumbuka unasema bwana mimi nilikuwa huyu? Na hizo athari ndo zilonifanya sana nitoke huko, kwa sababu unaweza ukaamka asubuhi una hata 200 na kuvuta lazima uwe na 2000 na uwezo ukavuta mmoja lazima yani exit uwe una kitu, yani hata dozi ya asubuhi 10,000, mchana 10,000, jioni 10,000, usiku 10,000. Umeona? Sasa inabidi ufanye matukio, uwe mwizi, uibe vitu vya watu, upole, upate hilo, sababu una kazi ya kupata hela kihalali, inabidi ufanye kama hivyo. Hichi kilichonifanisha sana nitoke, kwa sababu naona watu wanapigwa moto, watu wanauawa, kwa hiyo nikaona isiwe tabu, dawa ipo, ngoja niingie kwenye dawa. Wewe tukio gani uliwahi kunusurika kwalo? Bahati mbaya sijawahi kunusurika kwenye tukio hilo, mara vituoni, mara jela. Ila sijawahi kunusurika katika kupigwa au vipi la jela hizi nini vituoni sana. Unamwambia nini sasa yule ambaye anataka kuanza uraibu wa madawa ya kulevya? Kwanza namsikitikia, na kama hajaingia asiingie kabisa, kwa sababu hiyo ngoma usijaribu kucheza. Ukicheza utoki. Kutoka kwake ndio inakuwa hivyo vigumu sana, kwa sababu yani nawaomba vijana wenzangu yani wasijaribu kabisa kuingia kwenye madawa ya kulevya. Asante sana kwa ushuhuda wako. Asante. Haya ni shuhuda wa kwanza huyu ambaye nimezungumza naye, na bado yupo shuhuda mwingine hapa tayari kuzungumza naye hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala. Naam, habari yako bwana? Safi tu bwana. Jina lako? Mimi naitwa Ali Saidi Mkandu. Ali, uliingiaje kwenye haya madude? Sisi tuliingia kwenye madawa kutokana na mazingira ambayo tulikuwa tunaishi nayo, ni mazingira ni hatarishi, ambayo tukajikuta sisi tunaingia kwenye madawa ya kulevya. Wako vijana unajua leo hii maeneo hayo ya mazingira hatarishi ambayo yanasababisha wao kuingia kwenye madawa ya kulevya ndiko wanakotopea leo. Wewe unawaambia nini? Tunawashauri madawa sio mazuri. Madawa ya kulevya sio mazuri. Madawa ya kulevya yana athari. Madawa ya kulevya unasababisha kupitia matukio tofauti kupitia madawa. Kwa kweli tunaomba vijana ambao sasa hivi wanachupukia wasiende kuingia kwenye madawa ya kulevya, kwa sababu vijana sasa hivi wamedondokea kwenye masuala ya bangi. Hii bangi utaskanka nini, bangi ambazo za kutengenezwa. Hii ni hatarishi nayo pia kupitia kwao. Wawe makini, wawe vijana wazuri, wasipotee kama tulivyopotea sisi sasa. Wewe ulinusurika katika matukio gani? Sisi tulinusurika kwenye matukio mengi tu tumenusurika nayo mpaka sasa hivi. Unaona mimi sasa hivi niko hapa na tunatangaza ushuhuda ambao tulikuwa nao, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia, na tunaishukuru na serikali pia kwa sababu kwa kutuongoza na kutuwekea dawa yetu hapa methadone, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko kwenye msimamo ambao uko sahihi kupitia methadone. Kwa jina naitwa Amina Amiri Mshana. Amina Amiri Mshana. Naam, Amina, kwa upande wako hem tuambie tu leo ilikuwaje ukaingia katika uraibu wa madawa ya kulevya enzi hizo? Mimi uraibu wa dawa za kulevya niliingia baada ya kufiwa na wazazi. Nikaanza biashara ndogo hizi, nikawa naenda kuuza. Kuna mwenzangu akanishauri twende posta kule Feri tukauze chakula. Tulipofika kule kuuza chakula, tukawa tunauza chakula, matokeo yake makundi kujichanganya na vijiwe ndio kupelekea kuanza kutumia dawa za kulevya. Kuingia kwako kwenye madawa ya kulevya hali ya kuwa ni mwanamke ilikuwaje? Kwanza nilikuwa na mpenzi ambaye yeye mwenzangu alikuwa kwanza hatumii, lakini anajishughulisha na shughuli za kule Feri nini. Ikawa sasa katika mimi mfano nikitoka labda nyumbani kwenda kumsubiri, nishamaliza kuuza chakula kuja pale maskani kumsubiri, ikawa sasa wale watu wa kule sasa wanatisha, wengine wana mabisu bwana nini. Kwa hiyo mimi toka nilipokuwa naenda kule nilikuwa natumia navuta bange. Kwa hiyo sasa nikawa ile bange nikivuta na kwa inanitia mawengi na kwa muoga, naogopa. Sasa wenzangu wananiambia weka hii pombe ya unga kidogo, kwa sababu mimi nilianza kutumia madawa kabla madawa hajawa mengi kwa hapa Dar es Salaam, ina maana yauzwi sehemu nyingi. Yalikuwa ndio Feri amekuja, mtu hata hajui kama haya madhara yana madhara gani, anakuambia tumia hii pombe ya unga kidogo. Na mimi kweli nikawa nikiweka kweli nikivuta, naona nikisizi, nikija kustuka muda ushaenda, jamaa wangu amerudi.
maisha yanaendelea, na mwenyewe alikuwa hata hajui kama mimi navuta. Sasa baadaye akaja kustuka, kwa sababu unga unavyoanza unakuwa kama starehe, unajua tu kama starehe kawaida, kama mfano bia unakunywa leo, kesho ukikosa unapumzika, lakini madawa yako hivyo. Yaani madawa ukianza ni starehe, lakini baadaye inakuja kuwa madhara, kwa sababu unakuwa unapata addiction. Yaani maana addiction, nikisema addiction inakuwa tegemezi kwenye mwili, bila kupata madawa inakuwa bado hujafanya jambo lako. Kwako unajutia yapi ambayo uliyafanya wakati wa uraibu wa madawa ya kulevya? Mimi najutia mengi. Kwanza kupoteza familia ilinitenga, pia marafiki walinitenga. Yote hayo ni majuto, kwa sababu najutia mengi. Pia nilitengwa na familia, watoto, yote hayo yote ni majuto. Ilikuwa rahisi wewe kusema sasa basi na kwenda kwenye matibabu? Mwanzo kwanza ilikuwa rahisi, kwa sababu nilikuwa natamani siku nyingi tu kusema sasa basi. Ikawa ilivyokuja Muhimbili, ikawa wenzetu wanatumia sindano ndio wanapata matibabu, sisi ambaye tunatumia kwa kuvuta ikawa matibabu hakuna. Tukadiliki hadi kujitoboa mwanzo ili tupate matibabu. Lakini ukienda kula akiangalia wanajua kama huyu anapiga kweli sindano au huyu apigi. Wako unaweza kupewa sindano ujaribu kupiga, afu wewe uwezi, unajulikana kabisa huyu apigi sindano. Ila baadaye tukafuatilia kama tuambia Mwananyamala ikianza tutawahitaji. Kweli ilianza Mwananyamala, wanawake tukaambiwa bure, mtu yote anakuja na mwenye uhitaji anakuja kujiandikisha mwenyewe bila kiongozi yote wa asasi wala nini, ila akipata matibabu ndo anaenda asasi kupata elimu. Amina, unajishughulisha na nini wewe? Mimi kwa sasa hivi ninahudumia jamii. Nikisema nahudumia jamii sasa hivi mimi ni mwelimishaji, kwa sababu mimi nilipata bahati nikapelekwa kwenye mafunzo, nikasomea jinsi ya kuwahudumia wenzangu. Kwa sasa hivi ni mwelimishaji katika shirika Life and Hope, na hudumia waraibu wenzangu, kuwatoa maskani, kuwaleta kwenye matibabu. Mbele yangu ni afisa ustawi wa jamii na msaikolojia hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala, ambapo hawa ambao nimetoka kuzungumza nao wanapita katika mikono yao na kuhakikisha wanarudi katika utimamu wao wa kiafya. Asante sana Jafari Mponda akizungumza, na ni moja simulizi ya waraibu hawa ambao walikuwa wakitumia dawa za kulevya na sasa wako kwenye hatua na wengine wameshapona, ukiona wakiwasaidia wenzao wengine walioko maskani kwa maana ya mtaani kurejesha na kuweza kuwapa. Ni miaka karibuni 39 tangu Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuanzisha siku hii ya kupinga dawa za kulevya na usafirishaji haramu, ambako mwaka 1987 ilianzishwa. Lengo kuu lilikuwa ni moja tu, kuelimisha jamii na hasa vijana kuhusu madhara ya dawa za kulevya kiafya. Kamishna, tuko nawe hapa na umesikia haya ambayo vijana wanazungumza, wengine hao wakiwa tayari ni mfano kwa jamii kwa kile ambacho kimetokea, na si mfano pengine ambao unapaswa kila mmoja aingie, pengine anaweza kawa somo la wewe kutokuingia. Lakini nilizungumza awali, unaweza pia kuongeza jambo kuhusiana na hawa ama kuongea jambo kuhusiana na hawa, tutarejea kwenye ile swali la awali. Sahihi kabisa. Baada ya serikali kuona kwamba kumekuwa na uraibu hasa wa vijana, na wale waraibu wengi wamejiingiza kwenye uhalifu mkubwa. Kama zamani ulikuwa ukienda Mwananyamala, Mwenge, Kariakoo na maeneo mengine, uhalifu ulikuwa ni mkubwa sana. Mtu ukitoka na fedha yako huna uhakika na kurudi nayo, lakini jioni ulikuwa uwezi kutembea, hata Mwananyamala kule ulikuwa uwezi kupita. Sasa baada ya kuona uhalifu umezidi, ndio serikali ikaamua sasa kuanzisha hizi mati kliniki, hizi hospitali kwa ajili ya kutibu hawa waraibu wa dawa za kulevya ili warudi kwenye hali zao za kawaida kwa kutumia hii dawa ya methadone. Lakini pia ziko dawa nyingine mbalimbali zinatumika na magonjwa yale yanayoambatana na uraibu wa dawa za kulevya. Mpaka sasa hivi serikali imejenga mati kliniki 22 nchi nzima na bado ujenzi unaendelea. Lakini pia mati kliniki hazitoshi, tukaona pia kutokana na wingi na mati kliniki kuzijenga kwenye nchi nzima kwa wakati mmoja ilikuwa ni ngumu. Mpaka sasa hivi ziko 22. Tukaanzisha pia swala la sober house, ya nyumba za upataji nafuu. Mpaka sasa hivi ziko nyumba 82 za upataji nafuu, ambapo waraibu pia wa dawa za kulevya wanaenda kule, wanapata ushauri nasihi, lakini pia wanapata matibabu mbalimbali ili waweze kurudi kwenye hali zao za kawaida. Na kwenye hizi mati kliniki zote na hospitali za rufaa na mikoa zote pia zinatibu waraibu wa dawa za kulevya bure, bila gharama yoyote. Kwa hiyo ni mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 ambayo inaendelea kuyafanya ili kurudisha vijana katika hali zao za kawaida. Sawa, awali nilikuuliza kabla tujaondoka hapa na kurudisha Same pale kuhusiana na dawa za kulevya aina ya mirungi, wengine wakiita miraa. Yes. Mmekuwa mkikata ile miti na kinadharia watu wanasema kwamba unapokata ile mti ni kama unauongezea kuchipua. Hamuoni kama kuna haja ya kutafuta pengine dawa ya kupuliza kuimaliza ama kuondoa mashina yale, kwa sababu wanasema ukikata ikichipua inapata matunda mazuri zaidi?
Ni sahihi kabisa. Tumefanya operation kubwa Same, operation zaidi ya 3 ambapo kwa ajili ya kufyeka ile mimea mirungi. Lakini unapoifyeka, mvua ikinyesha inaota tena. Sasa hivi tunashirikiana na Wizara ya Kilimo, tunasubiri majibu yao. Wanafanya utafiti kuona ni dawa gani ambayo ikipulizwa kwenye yale mashina ili yaweze kukauka kabisa. Kwa sababu utakapofyeka bado yanaota. Lakini tumeanzisha pia program moja kuhusiana na hii kutokomeza hii mirungi. Wale wananchi ambao tumefeka mirungi yao, tumewapa kazi na tumewapa muda kuhakikisha kwamba kila mmoja kwenye shamba lake anachimbua kabisa ile mizizi ili isiendelee kuota tena. Wanafanya hivyo. Ndio hicho wanachokifanya na wengi wamefanya. Na kila mara tunaenda kukagua, na hivi karibuni tutaenda kukagua tena. Wale ambao hawajafanya hivyo tunawakamata na tunaendelea kuwashtaki, kwa sababu tushawapa elimu kuhusiana na hiyo madhara ya dawa za kulevya. Kwa sababu ukiangalia Same kule, athari imekuwa ni kubwa sana ya hii mirungi. Awali walikuwa wanalima, walikuwa hawatumii, walikuwa wanauza Kenya kule. Lakini baadaye kidogo wakaanza kutumia, na hii imekuwa na mdondoko mkubwa sana wa elimu kwa wanafunzi wa wilaya ya Same, ambapo wilaya ya Same ilitoa viongozi wengi sana kipindi cha nyuma ambao wameihudumia hii serikali. Lakini sasa hivi ukienda kule, vijana wengi kipindi cha mavuno ile mirungi wanaenda kuvuna mirungi. Kwa hiyo wengi hawaendi shule. Kwa hiyo imeleta athari kubwa sana kwenye elimu, lakini imeleta athari kubwa sana kwenye uchumi wao. Walikuwa wanalima kahawa, wanalima vitunguu, wanalima mazao mbalimbali ya biashara, lakini sasa hivi hawalimi tena, wameanza kulima mirungi. Na ndio maana tumeweka mguu pale, tumefanya operation kubwa pale, na sasa hivi mirungi imepungua sana kule Same. Na tunaendelea kufuatilia ili kuhakikisha kwamba inaisha kabisa katika wilaya ile ya Same. Sawa Kamishna, na ninaelewa kuna kundi la vijana ni rahisi kulidhibiti kuhusu matumizi haya ya dawa haramu, lakini tunao vijana ambao watoto wanaokaa mitaani, wale watoto wanaoishi mitaani, wengine hawana wazazi wa kuwalea. Hawa wakiwa wanatumia hizo dawa, wao wanadhibitiwa vipi? Okay, serikali pia imeliona hilo. Na kwenye mamlaka kwa mwaka huu tumeanzisha kitengo kipya cha ustawi wa jamii. Hichi kitengo kitakuwa kazi yake kinaanza rasmi mwezi wa 7 tarehe 1, mwezi wa 7 tarehe 1. Kitakuwa kazi yake ni kubwa, ni kufuatilia watoto wote wa mitaani, kufuatilia watoto wale ambao wako kwenye hatari ya kuingia kwenye dawa za kulevya ili waweze kuwaondoa na kuwaondoa kwenye hiyo hatari, lakini kufuatilia pia wale ambao tayari washajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kuna wao wanaovuta bangi, kuna wanaovuta gundi hizo, ambapo ndio wataelekea kuvuta dawa za kulevya, ili kuwaondoa na kuwapa elimu na kuwakusanya na kuona wale ambao hawana kabisa wazazi au hawana pa kuwalea, kuwapeleka kwenye vituo vya kuwalelea, lakini pia kuhakikisha kwamba tunawapeleka shule. Kwa hiyo kitengo kipya ambacho tumeanzisha cha ustawi wa jamii, kazi yake kubwa itakuwa ndio hiyo. Lakini kazi nyingine ni wale waraibu wanaopata nafuu, kuwapeleka sasa kwenye rehabilitation center. Tuna rehabilitation center kubwa tunajenga pale Dodoma, ambao wale waraibu ambao washapata nafuu, kutokana na kwamba baada ya kurudi mitaani bado wanakuwa wananyanyapaliwa, bado wanakuwa hawaaminiki na jamii kwamba wanaweza wakaacha ule wizi au uhalifu waliokuwa wanaufanya. Kwa hiyo sisi tunachokifanya na serikali ilichoona inajenga hicho kituo kikubwa, watapelekwa kwenye kile kituo, watafundishwa stadi mbalimbali za kazi. Baada ya kumaliza yale mafunzo yao ya stadi mbalimbali za kazi, kile kitengo chetu kinawachukua, kinawaunganisha na fursa mbalimbali za kazi. Kama amejifunza ufundi umeme, kama amejifunza useremala, kama amejifunza uwashi na kadhalika, anaunganisha na fursa mbalimbali za kazi ili aweze kujipatia kipato. Akishapata kipato, ina maana ataaminika kwa jamii, kwa sababu tayari ana kipato chake mwenyewe, ana ufundi wake mwenyewe. Lakini wale pia ambao hawatakosa zile fursa mbalimbali, wataanzishiwa vikundi mbalimbali ambapo watapewa mitaji na serikali na watakuwa wanazalisha shughuli mbalimbali watakuwa wanafanya, wanajipatia kipato ili waweze kuaminika na jamii na wasiweze kunyanyapaliwa. Sawa Kamishna, kwa kweli hilo ni jambo jema, na tukiwa tunaendelea kusikiliza simulizi za namna ambavyo watu walijikuta, vijana wenzetu, lakini pia wengine wenye umri mkubwa kidogo wamejikuta katika uraibu wa dawa za kulevya. Wanazo sababu kadha wa kadha, na sasa kwa takriban dakika 2 hivi tusikilize simulizi hii ya mraibu kutoka huko jijini Tanga. Mimi ni mraibu anayepata nafuu kupitia tiba ya methadone ambayo ni MAT Clinic. Kilichosababisha mimi kuingia kwenye uraibu, nakumbuka ni kipindi kile nasoma mambo ya vishawishi ya marafiki. Nilianza na kutumia sigara, nikaja nikatumia bangi, mara yani kila siku zinavyokwenda ni kile
kile uraibu ambao nilikuwa nautumia naona haunifai, nahitaji kupata steam zaidi, nikaingia kwenye pombe mpaka masomo yakanishinda na nikagoma kuendelea. Kwa hiyo nikarudi zangu mtaani, ikawa sasa ni mtu wa maskani, vishawishi nasababisha nikaingia kwenye uraibu aina ya heroin, dawa za kulevya aina ya heroin. Ushawishi niliopata ni mimi mwenyewe kwanza ni kutaka kuacha, afu ikawa nikatumia njia nyingi ikashindikana, na jinsi ninavyoishi na watu huko mitaani, mimi nilikuwa ni mtu wa kuonyeshwa kidole kwamba huyu mtu nikionekana tu ni kwamba bwana, angalieni vitu vyenu bwana, usije vikaibiwa. Sasa kile kitu kile kilikuwa chaniumiza sana. Kwa hiyo nikakaa nikajiuliza, mpaka lini nitaishi maisha haya ya kunyanyapaliwa na kutengwa? Kwa hiyo mwenye nafsi yangu nikawa ishachoka na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo nikatafuta asasi ya Gift of Hope, nikawakuta na mtaani, niliwakuta mapia wanatoa elimu. Basi na mimi kaa ile hali ikawa shaichoka, ikabidi nijiunge nao, niweze kukubali, nikasarenda, wakanipeleka kwenye tiba, nikaanza tiba, ndio mpaka sasa hivi mwaka wa 4 na nakaribia kumaliza tiba. Katika jamii kila mtu ana mtazamo wake. Kuna mwingine anaona kama kioo cha jamii kwamba mfano mzuri, nimeanza tiba na naendelea na tiba na situmii tena ile dawa za kulevya, mfano mzuri. Na kuna mwingine bado anakuwa na wasiwasi, kwamba haamini kwamba inawezekana. Kwa hiyo siwezi kuiaminisha au siwezi kumlazimisha mtu aweze kunikubali. Kwa lazima nijikubali mimi kwanza, alafu ndio wanafuata wao. Familia nashukuru Mungu, uaminifu umeanza kurudi. Baadhi yao kuna ndugu ambao hawaamini pia hivyo kwamba mimi nimebadilika, lakini baadhi kubwa ni wanaamini, na nashukuru Mungu nimeweza na mimi kuanzisha familia yangu baada ya kuingia kwenye tiba. Nimeoa mke na nashukuru Mungu sasa hivi nina watoto 2, mmoja na miaka 3, mmoja na mwaka na nusu. Na huo miaka 3 nashukuru Mungu nimemwanzisha shule mwaka huu. Nashiriki kwenye mambo ya kijamii. Na mimi baada ya kuendelea vizuri na tiba, Gift of Hope Foundation chini ya mratibu Saidi John Bandawe waliona mabadiliko yangu na wakaona kwamba huyu atakuwa mfano mzuri kwa wenzake, na nashukuru Mungu waliniita wakanipa nafasi ya pia educator nimeshajirika, na ninakwenda maskani, mashuleni, katika jamii, mitaani, kwenye familia, naenda natoa elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya. Na kama maskani nikienda kwa waraibu nawapa elimu na washawishi, napata client wa kumleta ofisini na yeye pia akaenda kwenye tiba. Shukuru jamii sasa hivi baadhi wananipokea vizuri. Kama hivi nyumbani sasa hivi kutokea na shughuli na shirikishwa, japokuwa hata kama kiuchumi bado sijajijenga. Kwa hiyo lakini hata wazo langu pia laweza likafanywa kazi. Huyo ni mraibu anayepata nafuu kutoka huko jijini Tanga. Bado tunaendelea na mjadala wetu na hoja yetu mezani. Kamishna, tukirudi kwenye suala la shisha, ili bado linaleta utata. Ndio. Kule ndani utengenezaji wake ni dawa za kulevya mala, kwa sababu vijana wengi ni watumiaji. Shisha sio dawa za kulevya. Shisha ni flavor mbalimbali zinawekwa kwenye tumbaku, watu wanavuta. Lakini kutokana na kwamba udhibiti wake ni mdogo, watu wameanza kuitumia hiyo shisha kama kuchanganya dawa za kulevya. Wanachanganya bangi. Kipindi heroin zinapatikana walikuwa wanachanganya heroin, lakini kwa sasa hivi wanachanganya sasa skanka, ambayo ndio bangi kali zaidi, ambayo ni bangi ya kusindikwa, ambayo inaitwa skanka. Na mara nyingi pia wale wateja wanaotumia ile shisha wengi hawajui kama wamechanganywa dawa za kulevya. Ni mfumo ambao wanaufanya hawa wauzaji wa shisha ili kuvutia wateja, kwa sababu mara ya kwanza unapochanganyiwa kidogo tu ile skanka unachangamka,
Kwa hiyo ukienda pale umechoka, ukinywa ile umechangamka, ukivuta ile kesho utarudi, kesho. Kwa hiyo wanatengeneza wateja kwa kuwafanya wewe waraibu wa dawa za kulevya. Lakini sasa kidogo kidogo unapovuta, mwisho wa siku sasa inakuathiri. Unajikuta kwamba uwezi kufanya jambo lolote bila kuvuta shisha. Ile ni athari mojawapo. Kwa maana hiyo, Kamishna, kuna haja ya kuwadhibiti wauzaji. Wanadhibiti, tuna haja ya kuyadhibiti sana kwa sababu kwanza athari zake ni kubwa sana kiafya. Kwenye mfumo wa upumuaji athari yake ni kubwa sana. Lakini imekuwa kama sasa ni kichombo au ndio njia pia ya kufanya watu waingie kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo hivi sasa tuko kwenye mchakato wa kutunga sheria. Kwa hiyo muda wowote ile sheria itakapokamilika, shisha itadhibitiwa. Kwa sasa hivi hakuna sheria inayoiongoza, ndio maana unaona inatumika kila mahali, mpaka kwenye vibanda, mpaka kila mahali bila utaratibu wowote. Sawa. Watu maarufu pamoja na wasanii ni miongoni mwa watu wanaotazamwa zaidi na jamii, na kuna watu wanachukulia kama kiigizo chema na wengine wakipenda kuita kama ni kioo cha jamii. Ushirikiano wa mamlaka na BASATA ukoje? Na pengine katika hawa watu masanii watu maarufu na hawa wasanii, kuna watu wote ambao wamekamatwa katika eneo hili, kwa sababu ni watu ambao wanatazama na watu wengi. Wasanii walikuwa wanaona ukitumia dawa za kulevya kama ndio kuongeza umaarufu, au pengine ili uwe msanii ambao unajulikana lazima utumie dawa za kulevya. Na ndio maana umeona wasanii wengi sana wamepotea kwenye tasnia ya usanii kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Tunaye msanii wengi ambao wameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sasa tukaona sasa hawa wasanii ambao wanaingia kwenye dawa za kulevya wanatumia kama ndio mtindo, yani ili uonekane msanii ule kamilika, lazima uvute bangi, uwe na mzuka, yani unapoingia jukwani pale utumie bangi. Kwa hiyo unajikuta kwamba anaingia pale anakuwa sio yeye kwa muktadha huo. Sasa tukaona kwamba ili sasa tuwaokoe hawa, akiwemo uliona hata Chidi Benz yule, watu wengi wamepotea. Unakuta msanii anaibuka ndani ya miezi 6, mwaka mmoja, anakuwa maarufu, anapotea. Na ndio madhara mojawapo ya dawa za kulevya, kwamba inakupandisha kwa muda lakini inakuporomosha milele. Kwa hiyo ndio madhara yake hayo. Ndio tukaona sasa tuingie makubaliano na BASATA kutumia wasanii ili kutengeneza filamu sasa zinazoweza kuhamasisha kwamba wasanii wasijiingize kwenye dawa za kulevya, lakini pia na jamii, kwa kuwa jamii inapenda sanaa na sanaa ni burudani. Sasa kupitia ile burudani, kupitia vipaji vya wasanii, ili tuweze kuliokoa taifa, tuweze kuokoa vijana ambao ndio wanapenda zaidi sanaa, wasijiingize kwenye dawa za kulevya. Ndio maana umeona sasa hivi tumetunga filamu ya Kifurushi ambayo itaonyeshwa kwenye mabasi yote, itaonyeshwa kwenye SGR, itaonyeshwa kwenye vyombo mbalimbali, ambapo sasa hivi tuko kwenye kuingia makubaliano na taasisi mbalimbali ili iweze kuonyeshwa, ili kuweza kusaidia vijana sasa na jamii kwa ujumla wasijiingize kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kuna kituo cha Soba kilikuwa kule Kigamboni kitajwa kwamba ni cha watu mashuhuri, kimefikia wapi kile? Kile kituo kimejaa. Sasa hivi kimejaa, kile cha VIP kimejaa. Juzi wakati tunakaribia kuadhimisha hii siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani, tulitaka kupata tathmini ya vituo vyote. Kile kituo kimejaa, na yule Pili Misana ambaye ndio mjenzi wa kile kituo ana mpango wa kujenga kituo kingine. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wapo watu maarufu wanaotumia dawa za kulevya, lakini huwezi kuwajua kirahisi, lakini pia na wao wanahitaji matibabu. Sasa kwenda kwenye zile hospitali, kwenda methadoni ambapo ni zawazi, ambapo watu wanaunga foleni pale, wanakuwa wanashindwa. Na ndio maana yule mama akaja na ubunifu wa kujenga VIP sober house ambazo imesaidia sana. Maana huwezi kuamini, wakati tunakifungua watu walikuwa wanauliza kwamba hivi hichi kituo nani atakuja huku? Lakini huwezi kuamini sasa hivi kimejaa, na bado maombi ni mengi, watu wanahitaji kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo sasa hivi anajenga kingine. Ndio. Kwa hiyo tuhamasishe. Kuna biskuti ziko huko mtaani Kamishna, na zenyewe pia zimetajwa kwamba zimekuwa zikitumika kama kuna kashata na biskuti zinatajwa hivyo. Pengine sijui kama pengine mmeziondoa ama mmegundua hilo na mmeziondoa sokoni ama zipo. Na biskuti ndio zilikuwa zinatumika sana kuingiza hasa wanafunzi wa vyuo vikuu, kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Anakula biskuti, akishapata ule uraibu anajikuta sasa anavuta. Sasa tumegundua viwanda mbalimbali ambao vilikuwa vinatengeneza hizo biskuti, vikiwemo ambavyo wanafunzi wenyewe wa vyuo vikuu, na tumeweza kuwakamata na kuchukua hatua. Na unapokamatwa na kale vifaa vya kutengeneza zile biskuti za bangi, kesi yake ni ya hujumu uchumi, kwa sababu wewe ndio unazalisha dawa za kulevya. Hata hizi maabara bubu, ukikutwa na maabara bubu kama Manzese pale, tulikuta maabara bubu, mtu anatengeneza heroin ambaye alienda Afghanistan akajifunza miaka 2 akarudi
kaanzisha maabara kake kutengeneza heroin pale Manzese. Lakini tukambaini kwa sababu sisi tuna mtandao kila mahali, intelligence yetu ni kubwa. Dawa yoyote tunayoiona mtaani tunaipima. Tunaona hii imetengenezwa na nini? Kama ni kemikali bashirifu tunahakikisha tunaifuatilia mpaka tunaipata. Kama haijatengenezwa na kemikali bashirifu tunafuatilia imeingizwaje hapa nchini. Kama ni heroin imeingiaje, imepita njia gani? Kwa hiyo vyote hivyo tunafanya ili kuhakikisha kwamba tunalinda vijana, tunaokoa vijana. Kwa hiyo hizi biskuti za bangi ndio zilikuwa kama gateway ya wanafunzi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kupitia zile house party na kadhalika. Lakini tumefanya operation na mpaka sasa hivi hatuna taarifa ya kuwepo eneo ambalo wanatengeneza biskuti za bangi sasa hivi. Kamishna, kazi yenu kama mamlaka lazima tukubali kama taifa kwamba imetukuka, ni kazi njema, matokeo tunayaona. Kwa miaka ijayo unaiona Tanzania iliyo huru isiyokuwa na vijana waraibu? Kwa mtazamo wangu mimi kwa kasi tunayoenda nayo ni kuwahakikishia Watanzania ipo siku itafika hata bangi haitaonekana mtaani. Ni wahakikishia Watanzania ipo siku kwa hii kasi tunayoenda nayo ipo siku hata bangi haitaonekana mtaani na taifa litakuwa huru na Tanzania itakuwa ni ya mfano, nchi ya mfano duniani ambayo imemaliza dawa za kulevya. Kwa sababu umalizaji wa dawa za kulevya ni mgumu sana. Yako mataifa matajiri, wenye fedha, wenye uchumi, lakini bado dawa za kulevya zinawatesa. Lakini ninasema na matumaini hayo na nawahakikishia Watanzania hilo linawezekana. Kwa sababu gani? Heroin ndo mfano halisi ambao nchi nyingi duniani zinawatesa, lakini kwa Tanzania sio issue tena. Kuna jambo methadone ambazo ni dawa hizi zinazowasaidia hawa waraibu. Like, baadhi ya watu wanasema ni sehemu ya dawa za kulevya, kwamba na ndio maana waraibu wakiwa wanaendelea kutumia anaweza pia kurejea tena kufanya matumizi haya. Kuna ukweli wowote kwenye hili? Dawa za kulevya ni dawa ambazo zimezidishwa ile kemikali. Ndio inakuwa dawa ya kulevya. Kemikali ile imezidishwa, unapoitumia inaleta madhara. Hizi dawa za hospitalini hizi, kwa mfano fentanyl, pethidine, hizi Valium na kadhalika, zote zinatengenezwa na ile mimea na kemikali zinazotengenezwa dawa za kulevya. Ili dawa za kulevya itengenezwe, lazima kuwe na kemikali ndani yake. Kwa hiyo dawa zote hata hizi za hospitalini, hizi za kutuliza maumivu, zinatengenezwa na kemikali zile zinazotengenezwa dawa za kulevya. Kwa hiyo methadone pia inatengenezwa na kemikali hizo zinazotengeneza dawa za kulevya. Unapotumia methadone ni dawa ya kulevya, ni kama ilivyo heroin, lakini yenyewe ni dawa ambayo imetengenezwa kwa kiwango cha chini cha kufanya mtu imtibu bila madhara. Unapokunywa Valium, unapokunywa pethidine, unapokunywa fentanyl, zile zote ni zimetengenezwa na kemikali zile ambazo zinatengenezwa dawa za kulevya. Sema zile zimepimwa kitaalamu, kisayansi, ambavyo havina madhara kwenye mwili wa binadamu. Asante sana Kamishna, muda umetutupa sana mkono, lakini neno lako kwa mwisho leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kupinga matumizi haya haramu na hii biashara haramu, neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho, jamii niase jamii tushirikiane kupambana na dawa za kulevya. Sote tuwe sehemu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Jamii yote ikipambana na ikipokea na kila mtu akiwa sehemu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya zinaisha leo. Hata leo jamii ikikubali sasa kila mtu anakuwa ndio mpambanaji wa dawa za kulevya. Leo tunaweza mpaka kesho kukawa hamna dawa za kulevya nchini Tanzania. Asante sana Kamishna. Asante sana, tunashukuru. Ni Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Tumehitimisha hivyo. Mimi ni Victoria Maximba na mwenzangu Asante sana, na endelea kuwa nasi na punde tutarejea.